Bwana, klabu ya Simba inachanganya timu nyingi sana barani Afrika. Yaani bado timu nyingi zinahofia Simba, lakini pia hata namna ambavyo timu yenyewe inacheza bado hawaelewi kwamba ni timu ya aina gani. Yaani timu ambayo inapata matukio ambayo ni ya kushangaza. Unajua msimu huu ni timu ambayo imeingia kama timu changa tuseme kwenye mashindano. Yaani kama timu ambayo imeingia ikiwa haieleweki. Yaani watu walikuwa hawajaelewa kama inaenda kufanya kitu gani, kwa sababu kwanza ilikuwa na wachezaji wengi wapya, lakini pia apart from kuwa na wachezaji wengi wapya bado pia ilikuwa na kocha mpya, lakini bado msimu uliopita haikuwa kwenye performance bora. Kumbuke msimu uliopita ilimaliza ikiwa nafasi ya 3 kwenye ligi kuu. So watu wengi walikuwa wanaona kwamba labda msimu huu Simba haikuwa tayari kwa ajili ya kupambana. Lakini angalia wamefanya usajili wa wachezaji wengi, wachezaji 14 wapya walisajiliwa kwa msimu huu, lakini pia wakiwa pia na kocha mpya kwa msimu huu. Lakini bado ukitazama the way na mambo timu imecheza msimu huu kwenye michuano hii ya CAF Confederation, imecheza kwa kiwango bora sana, imecheza kwa kiwango ambacho hakuna hata mtu ambaye alitarajia kuona kama Simba watacheza kwa kiwango hiki ambacho wamekionyesha kwenye mchezo kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Ni kitu ambacho kimesurprise watu wengi sana. Yaani kimewashangaza walio wengi kutokana na namna ambavyo watu walikuwa wanadhani kwamba labda klabu ya Simba haitaweza kuonesha ubora mkubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa, lakini mwisho wa siku imekuja kuonesha ubora ambao umewashangaza walio wengi. Sasa kwa nini Simba inachanganya timu nyingi? Simba inachanganya timu nyingi kwa sababu kwanza Simba ni timu bora, yani timu ambayo inashika nafasi ya 4 kwa bora barani Afrika. Kwa kila timu ambayo inacheza dhidi ya Simba inacheza kwa hofu. Kama unakumbuka mechi dhidi ya Al Masry walisema wameshangaa kwa nini Simba wanacheza kwenye kombe la shirikisho na sio kwenye klabu bingwa. Na walisema hivyo kwa sababu waliona ile pesi ya Simba, waliona ile quality ya Simba, waliona namna ambavyo Simba wanacheza, na ndio maana wao kama klabu walikuwa wanaona kama Simba hakuwa anastahili kushiriki kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na of course hata sisi Tanzania tunajua kwamba Simba anashiriki mashindano ambayo sio ya kwake. Yaani Simba anashiriki mashindano ambayo yeye mwenyewe hastahili kushiriki hapo. Unajua timu yani kwa bora barani Afrika ikishiriki kombe la shirikisho lazima ujiulize mara 2 mara 3. Yaani kama vile Real Madrid iende kushiriki Europa League, yani hapo lazima utajiuliza mara 2 mara 3. Lakini ndio hivyo Simba ameshiriki huko, lakini kwa kuonesha kwamba wao ni wakubwa na wanao kwenye shindano ambalo hawakuwa wanastahili kushiriki, moja kwa moja wameenda finali, na moja kwa moja pia wana possibility ya kwenda kutoa taji, kwa sababu Simba ni bora kuliko Berkane, na huo ndio ukweli. Yani ukitazama kwa namna ambavyo Simba wanacheza, Simba na kikosi kizuri sana, wana timu nzuri sana, na ndio maana hata Berkane wenyewe wanahofia klabu ya Simba, na sio tu Berkane wenyewe kuhofia klabu ya Simba, hata Stellenbosch pia walikuwa wanahofia klabu ya Simba, na ndio maana hata baada tu mchezo wa kwanza wenyewe wanakuambia Simba anastahili amecheza vizuri, wakasema Simba anastahili kuwa kwenye mashindano ya klabu bingwa na sio kwenye kombe la shirikisho. Na hata walivyotolewa jana wenyewe walikuwa wanaona kama Simba anastahili kwenda kuwa bingwa wa mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na of course it is true kwa performance ya Simba hawastahili kuwa hapa walipo, wanastahili kwenda kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, na kwa uwezo walionao naamini kwamba wana uwezo wa kumfunga Berkane vizuri kabisa kwenye mchezo wa finali, kwa sababu hata hivyo Berkane wenyewe wanaihofia klabu ya Simba, na wanaihofia klabu ya Simba kwa sababu Berkane amewahi kuja Benjamin Mkapa akafungwa na Simba. Lakini pia hata mechi ambayo anaenda kucheza kule Ugenini sio kwamba Berkane alionyesha performance bora sana. No, Simba icheza vizuri sana. Kama utakumbuka ile kipindi kile Simba yuko Chama, Mixon, Ralbwalia, Hassan Dilunga, alikuwepo Medi Kagere, alikuwepo pia John Boko Adebayo. Ni nyakati ambazo walikuwa kwenye kiwango bora sana. Sasa kama waliweza kupata matokeo kipindi kile, pia hii timu ikiwa chini ya Forai Bank, wanashindwa vipi kupata matokeo leo? Hata kama tayari ni mabingwa Botola Pro, lakini bado ukitazama performance ya Simba na experience walionayo vinawabeba sana kwa kiasi kikubwa kwenye mashindano haya kwa msimu huu kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hii hofu ambayo Berkane wanayo na hofu ambayo timu nyingi zikiwa zinacheza dhidi ya Simba zinahofia, hiyo inaweza kupelekea Simba kunufaika zaidi msimu huu, kwa maana ya Simba kwenda kutoa taji msimu huu, kwa sababu timu nyingi zinaonekana kuhofia sana kile ambacho Simba wanakifanya. Na mimi binafsi yangu naamini kwamba kwa quality walionao Simba, na kwa sababu finali ya mwisho inachezwa hapa Benjamin Mkapa, naamini kwamba Simba wanaenda kushinda hii game, wanaenda kuchukua ile taji. Watakachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba kule Morocco hawafungwi idadi kubwa ya mabao. Wafungwe tu walau hata 2-1 au 1-0, au ikiwezekana washinde. Wakifanikiwa kushinda au kutoa sare yoyote ile, au labda kupata matokeo yote yale ambayo sio ya idadi kubwa ya mabao,
kuna uwezekano mkubwa sana kwa kwenda kushinda. Nimetazama game ya Berkane jana dhidi ya CS Constantine. Sio game ngumu by the way. Ni game ya kawaida tu. Ni game ambayo ulikuwa unaona kabisa kwamba kama akikutana na Simba akijipanga vizuri, ana uwezo wa kumfunga Berkane bila shida yote. Na uzuri sio mbali, ni tarehe 17 tu ya mwezi ujao ndio ambao anaenda kucheza ugenini kule dhidi ya Berkane. Finali ya kwanza au finali ya pili ndio inakuja kuchezwa hapa Benjamin Mkapa, ambapo itakuwa finali ya mwisho na ndio watu watakuja kubeba taji hapa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwa upande wa klabu ya Simba, lakini naamini kwamba kwa hofu ambayo Berkane wanayo dhidi ya Simba wana uwezo wa kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Berkane ni timu nzuri sana, ni timu ambayo ina experience kubwa, wamekuwa mabingwa ya mashindano, lakini kwa quality walionayo Simba na experience ambayo baadhi ya wachezaji wa Simba wanayo, naamini kwamba Simba wanaweza kwenda kufanya jambo kubwa na jambo la maana sana kwenye hii finali. Huu ni mwaka wa mafanikio kwa klabu ya Simba. Huu ni mwaka wa Simba kwenda kubeba taji la CAF Confederation. Watanzania wote tuungane kwa pamoja, tuwasapoti Simba kuhakikisha kwamba wanafanya jambo zuri ambalo linaweza kwenda kuwavutia walio wengi. Tunatamani kuiona Simba inabeba ubingwa wa CAF Confederation. Na kama unakumbuka hata hayati John Pombe Magufuli, rais wetu, aliwahi kusema anataka Simba ndio timu ya kwanza kuleta ubingwa wa CAF. Kwa hiyo naamini kwamba hiyo pia inawezekana kwamba Simba ndio itakuwa klabu ya kwanza kuleta ubingwa wa CAF Confederation kwenye ardhi ya Tanzania. Mimi ni Alex Ngereza, utanipata hivyo kwenye mtandao wangu wa Instagram kama Alex Ngereza, Twitter pamoja na Thread, kote utanipata kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza.